wakati wa ukimya, moment of silence. Huu ni wakati ambao nguvu zako zitakuwa hazilingani na matokeo unayoyapata. Wakati huu hutokea kwa sababu ni wakati wa mbegu kukusanya nguvu ya kuchipua. Ni kama vile ukianza kufanya mazoezi kwa ajili ya kujenga misuli, inaweza kupita wiki kadhaa bila kuona matokeo, ila haimaanishi hakuna kinachotokea. Kama wewe ni mkulima, mbegu ikiwa haijaota haimaanishi imekufa. Unatakiwa uendelee kuimwagilia maji hata kama hakuna unachokiona kwa juu. Kuna wakati utapitia wakati huu wa ndoto yako. Usiache kufanya kwa sababu hakuna unachokiona. Wakati wa pili ni wakati wa watu kutoamini ndoto yako. Moment of public unbelief. Kuna wakati kila mtu ataonekana kuwa na shaka na ndoto yako. Ingawa wewe mwenyewe utakuwa na uhakika kuwa kitu unachofanya ni kitu kitakachofanikiwa na unaona mbele mambo yatakuwa mazuri, utashangaa kuona kila anayekuzunguka amini katika unachokifanya. Cha ajabu ni kuwa wewe utakuwa unaona wazi kabisa inawezekana, na itakupa shida kwa nini wengine hawaoni na kuamini kama wewe. Usiache kwa sababu wengine hawaamini. Kumbuka, sio ndoto yao, ni ndoto yako. Wakati wa tatu ni wakati wa kuchoka, moment of exhaustion. Kuna wakati utafika nguvu ambazo ulikuwa nazo kupambania ndoto yako hautakuwa nazo tena. Itakuwa kama vile umepoteza kabisa munkari wa kupambana. Itafika sehemu utakuwa kama uko tayari kila ulichoanza kipotee na uanze upya, kwa sababu hauna nguvu za kuendelea. Kumbuka, haufanikiwi kwa sababu unajisikia una nguvu za kufanya. Utafanikiwa kwa kujilazimisha kuendelea hata kama haujisikii. Leo jilazimishe. Je, kuna hatua yoyote kati ya hizi unaipitia na katika safari ya kuelekea ndoto yako?